Sasa bila kuharibu wakati sana, kwa sababu najua muda wangu ni mfupi sana. Dakika ngapi? Wanao. Asante. Nataka tuingie kwa neno la leo ambao inauzungumzia kuhusu maombi ama lazima kuomba. Nikaanza tu kusema binadamu ana chochote kile, na kila siku anahitaji nguvu mpya. Amen. Na sasa hii nguvu mpya haipatikani kwa urahisi, kwa sababu bila nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kusema kweli, wakati tumeokoka, vile nilikuwa nimesema, tunakuwa viumbe wapya. Maisha yanabadilika. Tunahitaji nguvu mpya. Msaada wa Mungu tunaohitaji, na ndio tukapewa ule Roho Mtakatifu awe anatusaidia. Lazima tuwe kwa maombi kila siku. Iwe ni wakati wa kufaa ama usio wakati wa kufaa, lazima tuwe kwa maombi kila wakati. Binadamu ana chochote, kila siku ni kupewa. Maandiko yanasema ya kwamba John alikuwa anaongea akasema, mtu hawezi kuwa na kitu asipopewa. Amen. Hata maandiko yenyewe inatuambia kwamba yule ambaye ana kitu aombe. Amen. Aitishe. Njia ya kuitisha ni kupitia kwa maombi, kwa sababu katika maisha ya kila siku tunahitaji. Unapoamka asubuhi unahitaji ulinzi. Unahitaji Mungu atembee pamoja na wewe. Unahitaji ulinzi katika familia. Labda hata una kazi, unaomba kazi. Mambo ni mengi tunayohitaji. Tunahitaji pia hata katika maisha ya kila siku, bado tunahitaji mavazi, tunahitaji nguo. Kila kitu ambacho tunahitaji ni kupewa, tunapewa. Na hatuwezi kupata bila kuomba. Ni kama wakati nilikuwa naambiwa, mzazi anaweza kuwa anaangalia naona mtoto wake ana kiatu, lakini kwa sababu mtoto hajaenda kumwambia, mzazi tu amebaki amengojea mpaka afanye nini? Amwambie. Nasi pia baba yetu anajua kile tunachohitaji, kwa sababu yeye huwa anajua siri ya mioyo ya wanadamu wote. Maandiko yanasema ya kwamba mambo yetu yako wazi mbele zake. Kwa hivyo ni kumaanisha hakuna kitu kimefichika kwake ndani yetu. Anatujua zaidi. Lakini anataka kuona tukimuomba ama tukiomba ama tukienda kuitisha. Mbali na kuitisha pia tunahitaji maombi kila siku kwa sababu ya ulinzi. Tunajua na kwamba tuko katika vita. Vita hivi sio vya binadamu, bali ni vita vya kiroho. Tunahitaji kuwa ndani ya maombi kila wakati ili tuweze pia kupigana vita. Na kusema kweli, ikiwa wewe ni mtu wa kufa moyo kila wakati na kushindwa na kuomba, wewe ni mtu dhaifu. Na kuanzia leo ndio tuko hapa tukinena, ndio sasa uelewe na ushike na ujue, uchukue hatua na ujue ya kwamba maombi ni chakula cha kiroho na yanahitajika sana, kwa sababu ule mtu wa ndani pia anataka nguvu. Amen. Kwa unajua mtu wa nje, asubuhi tukiamka tunakula ugali, idheri, ile inaitwa mulala, si ndio? Tunaendelea kusurvive. Lakini ule mtu wa ndani naye unamlisha nini? Kwa sababu pia naye anahitaji. Ni vizuri tunapoamka ama tukilala ama kila wakati, kwa sababu hapo tunaambiwa lazima kuomba kila wakati. Unahakikisha kwamba mtu wa ndani ama tunaomba ili tuweze kupata nguvu, kwa sababu hatuwezi maisha haya ya wokovu bila nguvu ya Mungu, bila nguvu ya maombi hayawezekani. Na ndio naona mara mingi watu mambo yao mambo yanachelewa sana ama yanarudi nyuma. Hatusemi ya kwamba ukiomba ati utapatwa na mambo yatakupata. Lakini vizuri ujue ya kwamba hata kama yatakupata, ulikuwa umejulisha nani? Kwa mfano sasa tuseme nikiamka asubuhi na niombe na nianze safari. Nikipatwa na ajali si ni kawaida upata watu. Nitaanza kumlaumu Mungu wangu. Swali nauliza, nitamlaumu Mungu wangu kweli? Utamlaumu, lakini kwa sababu ulikuwa umemjulisha. Maandiko husema atawachilia malaika wafanye nini? Wakushikilie. Hivyo kwa sababu asubuhi mmekuwa na agano na yeye, mmeahidiana, umeitisha ulinzi, umeitisha msaada unapopatwa na janga. Kwa sababu maandiko yanasema utakapopita katika maji mengi, utakapotembea katika mito, utakapotembea katika moto, hata mwali wa moto utawagusa. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa umeitisha nini? Ulinzi. Na ndio tunaambiwa kwamba kila wakati lazima tukae kwa maombi, tukeshe, tukae tukiomba kila wakati kwa nguvu ama kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Naye sasa ndio Yohana hapa akasema mtu hawezi kuwa na kitu, hatuwezi kupata hayo mambo yote
bila kuitisha, kwa sababu Mungu anajua tunahitaji, lakini lazima tuende mbele zake na tumueleze yale ambao yanatusumbua ama yale ambao tunahitaji. Ukisoma katika Yakobo ni 1:5. Maandiko yanasema, lakini kama mmoja wenu ametindikiwa hekima, basi anapaswa kumwomba Mungu ambaye atampea, kwani Mungu wapo wote kwa wingi na kwa ukarimu. Kwa hivyo ikiwa yani chochote umekosa, kama umekosa hekima, kama umekosa ufunuo, kama umekuwa dhaifu, mambo ni mengi ambayo yanasumbua watumishi wa Mungu. Chochote hapo tunashauri, tunaambiwa chochote ambacho umekosa, omba kwa Mwenyezi Mungu naye atakupa, kwani yeye hutupea kwa wingi na tena kwa ukarimu. Kutoka katika kwa Filipi 4 mstari wa 6. Hapa sasa ndio tunaambiwa msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Amen. Ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Nayo amani ya Mungu ipitayo akili zenu katika kuungana na Yashua. Nayo amani ya Bwana ipitayo akili zote za watu italinda salama mioyo na akili zenu katika kuungana na Yashua. Tunaambiwa sasa, unajua mara mingi si kama ulipoamka, wale wamezoea kuomba. Unapoamka asubuhi unapata umechelewa. Unatoka tu mbio mbio, unaanza shughuli zako, hata hujamshukuru Mungu ama hujaomba, hujamwambia neno. Sijui wewe unajisikia namna gani? Amen. Amen. Wakati mwingine nikieleza tu kidogo, ni kama ule mtu ametoka bila mavazi. Kwa sababu unasikia kuna kitu umefanya nini? Kwa sababu mara mengi bali sijui yaani umezoea kuamka tu na kwenda, hata hujamwambia Mungu kitu, hujaomba, hakuna, hujajipeana, hujasema jambo. Ni vizuri tukumbuke ya kwamba unapoamka, unapolala, hata kama ni wakati unapoamka, hiyo ni wakati wa masaa ya usiku, ambia Mungu jambo, mwambie neno. Hapo naye tunaambiwa msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Unapomwambia usiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, hata kama mambo yatakuwa namna gani. Unajua uko sure kuna ule ambaye ushamwambia haja ya moyo wako ama mahitaji yako, na huyo ni mwaminifu. Tunaambiwa msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji. Kwa hivyo yale mambo ambayo yanatusumbua, tunaambiwa tusiwe na wasiwasi na tumuombe, tupitishe. Baba yetu ambao ni Mungu wetu, vitu vyote ni vyake. Anasema dunia na ulimwengu na wote waishie humo ni mali ya chochote ambacho tunahitaji katika dunia hii, katika maisha ya kila siku, mali yote ni yake. Unapoamka na unaambiwa uombe na usiwe na wasiwasi. Unapomwambia sasa, kwa sababu na yeye ni mwaminifu, usiwe na wasiwasi, ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Na pia tusikose kuwa na shukrani. Kwanza unaanza na shukrani, alafu unarudi na kumjulisha kile ambacho unahitaji. Na kwa sababu yeye ni mwaminifu, unaambiwa unapomwambia usiwe na wasiwasi. Mungu wetu huwa anasikia. Na sasa swali ni je, atasikiaje kama hujamuomba? Amen. Hataweza kusikia, lakini unapoenda mbele zake na kumuomba, huwa anasikia. Nashukuru Mungu wetu kwa sababu ya dada huyu alipata nafasi ya shule njuzi. Kwa sababu ni kwa muda mrefu amekuwa tu huku tukimwangalia na tukimuona. Najua hata tukawa tunajiuliza tu maswali, lakini Mungu alikuwa ashasikia nini? Sala. Amen. Unapoomba yeye huwa anasikia. Na unaambiwa usiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote. Kama umekwisha mjulisha, wewe sasa unaambiwa usidhani upoe ama ustarehe, lakini unaendelea kufanya nini? Kumkumbusha. Nataka tuangalie katika Mathayo 11:28. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo,
nami nitawapumzisha. Amen. Huyo ni Mesia sasa anaitisha. Amen. Anasema sisi tunamewa na mizigo mizito, tumwendee, tumpelekee. Amen. Tunampelekea kwa njia gani? Tunamjulisha kwa maombi. Yeah. Tumesema anajua kwa sababu anatujua sana, lakini inabidi tumjulishe kwa maombi. Tunaambiwa sisi tunamewa na mizigo mizito, sisi tusumbukao na kulemewa na mizigo mizito, tumpelekee naze atatupumzisha. Kwa sababu ametuambia pale tusiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, tukishamwachia. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Unapomwachia mzigo wako, usiwe na wasiwasi. Amen. Kwa sababu huyo anakujua na yeye ndio msaada wetu, kimbilio letu. Asa sisi ambao ametuita, ametuteua kama watu wake. Amen. Kama watoto wake. Kumbuka ya kwamba wewe ndiye amekuteua ili uwe na mwabudu wa kweli na roho. Yeye huwa anategea sikio. Maandiko yanasema masikio yake hutegea wale ambao ni waadilifu. Kila wakati anakutegea masikio akitaka kusikia unasema nini. Anakuambia nyinyi mlemewa na mizigo mizito. Wale ambao mambo yako sasa yamekuzidia, kwa sababu katika maisha haya ya kila siku tumesema mahitaji ni mengi, mahitaji ni mengi ya kila siku. Kwa sababu au madhina maiga na waneke ni bora nyawa. Kwa sababu tukiamka siku nyingine bado mambo ni mengi tunayohitaji. Na sasa lazima tubadilishe Mungu, kwa sababu kila siku tuna face mambo mapya. Amen. Ombi letu sio kama ile imeandikwa kitabu. Hata ile ulikuwa unasoma Januari 2025. Hata wale unasoma hiyo tu, si ndio? Unajua kuna wengine wameandikwa kwa kitabu, lakini sina shida nao. Lakini wewe nakukumbusha kwamba enda mbele zake Mwenyezi Mungu, muambie maneno ya mdomo wako. Amen. Mueleze vile unataka. Sio yale yameandikwa kwa kitabu. Kwa sababu ile inakuwa ni kama chorus, ndio? Wewe mjulishe mambo yako, kwa sababu kila siku mambo ni mapya. Matukio kila siku ni mapya. Enda mbele zake umjulishe. Peleka mizigo, kwa sababu ule mzigo ulikuwa wa jana, sio wa leo, si ndio? Tumjulishe hata mioyo yetu na mambo yetu tutendea vizuri. Tuangalie kwa Efeso 6:18. Tunaambiwa hivi: salini daima mkiomba msaada wa Mungu, salini kila wakati kwa nguvu ya Roho, kesheni bila kuchoka, mkisali kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Amen. Hapa tunaambiwa salini daima. Hii ndio nikasema hii maombi ni ya kila wakati. Iwe ni wakati wa kufaa ama sio wakati wa kufaa. Mbona hauko offline. Amen. Na vile nikisema hivyo tumeelewana, si ndio? Kila wakati ni wakati wa maombi. Maombi pia ni kama chakula. Tunahitaji kila siku, kila wakati. Vile unapenda kunywa chai, unakunywa maji, unakula. Maombi kwetu yawe namna hiyo. Kila wakati. Kwa sababu shetani ako mbioni. Vita hivi ni vikali sana. Na kwa sababu hatuna nguvu, hatuna uwezo, Mungu wetu ndio anatupigania, kwa sababu anasema vita ni vyake. Lazima tuende mbele zake, tumjulishe. Lazima kila wakati tuwe kwa maombi, tukimshukuru na kumjulisha haja mioyo yetu. Salini daima mkiomba msaada wa Mungu. Salini kila wakati kwa nguvu ya Roho, kesheni bila kuchoka, mkisali kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Tunaambiwa salini kila wakati kwa nguvu ya Roho. Amen. Usoma katika Romans tunaona Roho Mtakatifu yeye ndiye anatusaidia kuomba. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema hatujui kuomba. Na uzuri wake yeye huenda anachunguza moyo ama roho ya Mungu, anaona inataka namna gani. Na pia anajua roho yako vile inataka, ndio. Sasa yeye anafanya connection. Na ndio Mungu akasema kwa uwezo wake ametujalia Roho wake Mtakatifu, ama kile ambacho tunahitaji kwa ajili ya kuishi maisha ya kumcha yeye. Sasa ni kitu gani tumekosa? Kwa nini tunashindwa kuenda mbele zake, ama kwa nini tunazembea katika maombi? Najua katika vile hata apostle alikuwa anatuambia katika maisha ya wokovu kuna siku ambazo unakuwa uko chini sana. Amen. Lakini kumbuka ya kwamba hata wakati uko chini bado unahitaji kufanya nini? Kwa sababu hata pia kuna msaidizi na anakuombea. Amen.
jaribu sana, ikiwezekana kila wakati uwe kwa maombi, kwa sababu pia hauko peke yako, uko na msaidizi, na yeye anaelewa na moyo wa Mungu vile na vile unawako. Sasa ataweza kufanya hiyo connection. Kwa hivyo ni vizuri kila wakati tuendelee na kukesha bila kuchoka. Na ndio tukisoma katika Luke 18:1. Hapa ni mfano ulikuwa umepeanwa na Mesia. Basi Yashua aliwasimulia mfano kuonyesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa, ama bila kuregea, ama bila kuishiwa na nguvu. Alisema katika mji mmoja kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa anamcha Mungu wala kumjali binadamu. Katika mji huo kulikuwa pia na mama mmoja mjane ambaye alimwendea huyo hakimu mara nyingi akimuomba amtetee apate haki yake kutoka kwa adui yake. Kwa muda mrefu hakimu huyo hakupenda kumtetea huyo mjane, lakini mwishowe akajisemea, ingawa mimi simchi Mungu wala simjali binadamu, lakini kwa vile huyu mjane ananisumbua, nitamtetea, la sivyo ataendelea kunifika hapa na mwisho atanichosha kabisa. Basi Bwana akaendelea kusema, sikieni jinsi alivyosema huyo hakimu mbaya. Je, ndio kusema Mungu hata watetea wale aliowachagua ambao wanamlilia mchana na usiku? Je, hata kawia kuwasikiliza? Na waambieni atawatetea upesi. Hata hivyo, je, kutakuweko na imani duniani wakati mwana wa mtu atakuwa? Okay, huo ni mfano ambao Mesia aliupeana kuhusu huyo mama mjane na ule hakimu ambaye hakuwa anamcha Mungu ama hata kumjali binadamu. Lakini tunaona ya kwamba kwa sababu ya kumrudia mara mingi, kwa sababu ya kwenda kuitisha haki yake kwa adui yake mara mingi. Nafikiri alikuwa anaenda asubuhi saa 7 na jioni. Ikafika wakati hata yule hakimu akasema, hata kama amchi Mungu na amjali mtu, lakini sasa atachukua nafasi amlipishie nani? Yule mama mjane kwa adui wake. Kwa sababu alikuwa anasema, ingawa mimi simchi Mungu wala simjali binadamu, lakini kwa vile huyu mjane ananisumbua, nitamtetea, la sivyo ataendelea kufika hapa na mwisho atanichosha kabisa. Hivyo hii inatuonyesha ya kwamba tunastahili kuomba daima bila kukata tamaa. Tunastahili kugonga na tugonge na tugonge, tumgogee huyu Mungu. Tunastahili tumwambie shida zetu. Daudi akasema, katika taabu yangu, amen, alifanya nini? Alimulilia ama nilimwita Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba ama katika Jeremia, niite, ni Mungu akiongea. Anatuambia, niite nami nitakujibu na kukuambia mambo makubwa yaliyofichika, yaliyo sirini usiyojua. Katika taabu ya Daudi akamuita Mwenyezi Mungu, akamulia. Anasema, nilimulilia naye akisikia sauti yangu akiwa kibandani mwake ama katika hekalu lake. Mwenyezi Mungu amenipa nafasi ya kwenda mbele zake. Maandiko yanasema wakati Mesia ama wakati alikufa msalabani, ile pasi ilifanya nini? Ilipasuka. Uko na nafasi ya kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu kila wakati. Muite. Kwa sababu tunaambiwa jina la Mwenyezi Mungu ni mnara imara, mwadilifu ukipiga kawa salama. Wakati wa hatari, wakati wa taabu, wakati moyo wako umeenda chini, wakati umepatwa na mashida, hatuna kimbilio lingine, kwa sababu Mungu wetu ndiye msaada wetu. Yeye ndiye kinga yetu kila upande. Usipomwendea na kumjulisha haja moyo wako, usipomjulisha mahangaiko yako, usipomrudia mara mingi na kubisha, utawezaje kupata msaada? Daudi akaenda na kumuita katika taabu yake, akaenda na kumuita Mungu wake. Naye Mungu akasikia ombi lake na akamjibu. Mungu huyu mfano ambao ulikuwa umepeana hapa na Mesia, kwa maana huyu mama alimrudia ule hakimu mara mingi sana akitaka haki yake. Apate haki yake kwa adui yake. Mpaka sasa ule hakimu akaona nisipomsaidia ama nisipotetea haki yake kwa adui yake, huyo mjane atamchosha.
Naye Mesia basi Bwana akaendelea kusema, sikieni jinsi alivyosema huyo hakimu mbaya. Na sasa huyo ni hakimu mbaya alisema hivyo. Huyu mama, kwa sababu ukirudia mara mingi nitafanya nini? Nitachoka. Afanye msaidi. Huyo sasa ni hakimu mbaya amesema hayo. Na je, Mungu wetu? Je, ndio kusema Mungu hata watetea wale aliowachagua ambao wanamlia mchana na usiku? Ni swali tuulizwe. Sisi ambao ametuteua ili tumwabudu kwa kweli na roho. Tuulizwa hata tutetea sisi tunaomlilia mchana na usiku? Jibu tunauliza tena, je, atakawia kuwasikiliza? Sasa jibu ndio hii. Nawaambieni atawatetea upesi. Kwa hivyo tuwe na wakati mwingi sana wa kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu ili tupeleke mizigo yetu, tumpelekee shida zetu na mahangaiko yetu, shida za mioyoni mwetu, kwa sababu wakati mwingi mioyo yetu inaenda chini kwa sababu ya changamoto katika safari hii ya wokovu. Na wakati mwingine hata mtu anajisikia kama anarudi nyuma. Nakwambia hata wakati huo bado unaona mambo yanakuendea vibaya, unaambiwa uendelee kuomba. Hata Mesia mwenyewe wakati alijua sasa saa yake imefanya nini? Imefika. Tunaona akienda kusali kule bustani ya Gethsemane. Hiyo ni Mathayo, tuangalie katika Mathayo 26. Tunapaswa 36 mpaka 44. Kisha Yesu akaenda pamoja nao bustanini Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa nami niende pale mbele kusali. Akachukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuwa na huzuni na mahangaiko. Amen. Huyo sasa ni mwana wa Mungu. Akaanza kuwa na huzuni na mahangaiko. Hayo hata ni yale mambo ambayo hata nasi pia yanatupata ama tunapitia. Basi akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akasali. Baba yangu, kama inawezekana kikombe hiki kinipite, lakini isiwe nitakavyo mimi ila utakavyo wewe. Akawaendea wale wanafunzi akawakuta wamelala. Amen. Na ndio unaona mara mingi unapoambia mtu awe anakuombea, usimwamini. Amen. Kwa sababu Mesia akawa ameita hawa wanafunzi waende wakesha na yeye. Kwa sababu alikuwa na huzuni na mahangaiko. Katika shida zako, ama wakati sasa uko na huzuni na mahangaiko, ama ndio unaona ama nasema usiniamini sana wakati unaniambia ati enda uniombee. Tutakuwa wepesi sana kuambia wazetu watufanye nini? Watuombee, lakini ujue ya kwamba wakati uko katika mahangaiko, wewe sasa ndio unajua yale unafanya nini. Kwa sababu naye mambo ya watu waendangi kwa njia moja. Kwa sababu kuna mwingine anapanda na mwingine afanya nini? Anashuka. Wakati mwingine anashuka na mwingine anapanda. Huyo anapanda anaweza sahau na mwingine afanya nini? Anashuka. Kwa sasa unaponiambia niende nikuombee, sio vibaya. Kwa sababu watu ni kusaidiana. Sasa tunaona kama wakati Moses walikuwa wanapigana vita. Tunaona Huri na Joshua wakishikilia nani? Moses. Na muda wote mkono wa Moses ulikuwa juu, Waisraeli walikuwa wanafanya nini? Wanashinda vita. Sio vibaya kushikilia mtu, kwa sababu hata mpaka hapa tumefika hapa pia ipinde kushinda. Lakini wewe mwenyewe jifunze kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu na kumwambia haja ya moyo wako. Unaponiambia nikuombee, labda sijui zile changamoto unazopitia. Wewe na Mungu wako wewe ndio mnajua. Kwa sababu ule anajua siri ya moyo wako, wewe naye ndio unajijua. Mimi naweza kusema mambo mengine hapa, ama nikisema tu huyo msaidie, ni sio vibaya, lakini si unajua wewe utaweza kufafanua zaidi. Kwa sababu wewe ndio uko na shida, ama wewe ndio unajua kitu gani kinachokusumbua kwa wakati huo, ama unahitaji nini. Tunaona hawa Mesia ako na shida na mahangaiko kwa sababu anaona masaa yake inafanya nini? Inaenda kutimia. Naye hawa sasa wameenda kulala. Akamwambia Petro, ndio kusema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka lakini mwili ni dhaifu.
Akaenda tena mara ya pili akasali, baba yangu, kama haiwezekani kikombe hiki kipite bila mimi kukinywa, basi utakalo lifanyeni lifanyike. Akawaendea tena akawakuta wamelala, maana macho yao yalikuwa yamebanwa na usingizi. Amen. Sasa tumeona hapo ni vile hapo tunasema usitegemee mwenzako katika kukuombea. Kiwezekana tu wewe kila wakati jipeleke mbele zake Mwenyezi Mungu, mjulishe haja moyo wako, naye pia na atasikia na atakujibu. Nataka pia tuangalie katika Luke 22:39 and 45. Ni haya maneno ya Yeshua tu, kwa sababu na maandiko yanasema katika Yohana wa kwanza, nafikiri ni 1 John ni 1 hapo, nasema yule ambao amejiunga ama anasema ni wa Mungu lazima aishi vile Yeshua alifanya nini, aliishi. Kwa sababu mara mingi huyo sasa ndio mwalimu, tunafuata nyayo zake, kwa sababu yeye ndiye alitangulia, yeye ndiye akona kila kitu, yeye ndiye njia, akona uhai na kila kitu. Yes, tunajifunza pia kutoka kwake. Kwa sababu yeye anakuwa mfano mwema kwetu. Tunajifunza, tunaona alifanya ama mambo alikuwa anaendesha namna gani, kwa sababu tunaona desturi kwa maombi kwake ilikuwa ni desturi. Alikuwa muombaji sana. Amen. Nasi pia tunatakiwa tuige ule mfano. Kwa sababu unaona wakati umeenda kwa maombi, unajua sasa tuko kwa vita. Ni kama kusema shetani umemgonga ngumi ama umemsukuma kidogo. Amen. Sio kila wakati anakufanya nini? Anakufuata. Unajua ni vizuri kumpiga vita, unaona at least kama akiwa kona 1 na wewe uko hapa kwa kanisa. Kitapofika basi umesonga. Lakini kama ukikaa bila kuomba, nakwambia atakufahamia vibaya na atakuumiza. Ni vizuri tukae kwa maombi, kwa sababu maombi tu ndio yanatusaidia ama yanatupa kinga, kwa sababu ule ambaye huwa tunaomba ni mwaminifu. Unapomwachia mzigo wako na umeambiwa usiwe na wasiwasi, kwa sababu yeye ni mwaminifu na atakusaidia. Luke 22:39 and 45. Yeshua akatoka na kama ilivyokuwa desturi yake. Amen. Desturi yani alikuwa kila wakati anaenda kufanya nini? Kuomba. Hiyo ndio hapa wakisema desturi yake. Kwa hivyo alikuwa na hiyo mazoea ya kwenda kuomba kila wakati. Akaenda katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamfuata. Alipofika huko akamwambia, salini msije mkaingia katika kishawishi. Hapa tunakumbusha kwamba wakati hatujasali ama wakati hatujaenda kwa maombi, tunaweza ingia kwa nini? Kwa majaribu. Kwa sababu hatujaweka ule ukuta wa ulinzi, hatujaweka ule ambaye huwa anatukinga, hatujamueleza. Amen. Na tukasema mtoto anaweza kuwa anahitaji kitu, lakini kama hajasema, mzazi ametulia tu hapo ngoja kufanya nini? Kuambiwa. Sio kwamba Mwenyezi Mungu huwa haoni haya yote, huwa anayaona. Lakini kama hujaenda kumuelezea, yeye ametulia na ngoja umwambie. Kwa sababu ama hata amekufungulia, kwa sababu si tunasema pasia ilipasuka. Sasa wewe na yeye enda muongeleshe, mwambie. Muelezee yale ambayo yanakusumbua. Kisha akawaacha akaenda umbali wa mtu kuweza kutupa jiwe, akapiga magoti akasali. Baba, kama wapenda ukiondoe kwangu kikombe hiki. Hata hivyo mapenzi yako yatimizwe, wala sio yangu. Hapo malaika kutoka mbinguni kamtokea ili kumtia moyo. Na hapo tuko nasema nasi pia tuko na msaada wa Roho Mtakatifu. Anakuja anatusaidia katika hali ya kuomba, kwa sababu tunaona hata hapa sana Mesia naye pia akasaidiwa, kwa sababu wakati mtu ako chini pia anahitaji kusaidiwa. Lakini pia usisahau ya kwamba lazima hata kama utasema maneno matatu, si ndio? Enda mbele za Mwenyezi Mungu, muelezee tu. Hata kama unaona wanataka mwambie Baba, tazama sasa wanataka kuja unisaidie. Yaani jaribu kusema maneno mawili hata matatu tu. Mungu atasikia. Na akisikia atafanya nini? Atakuja kukusaidia. Kwa sababu yeye masikio yake ametegea wale watu wake waadilifu. Na ni wewe. Wewe ndiye amekuita ili umwabudu kwa kweli na roho. Ni wewe anategea masikio yake, anakutegea asikie unataka kusema nini.
ili akuje na kusaidie ama asaidie mwenzako. Baba, kama wapenda. Kwa hivyo ni vizuri tuwe macho. Kwanza tunaambiwa kesheni. Tukisema 1 Petro 5:8-10. 1 Petro 5:8-10. Muwe macho, kesheni, maana adui yenu Ibilisi huzunguka kama simba ngurumaye akitafuta mawindo. Muwe imara katika imani na kumpinga, mkijua kwamba ndugu zenu pote duniani wanapatwa na mateso hayo hayo. Tunaambiwa tuwe macho, kesheni. Huyu shetani lazima tumpinge, kwa sababu naye ujue sasa, naye pia anatafuta watu wake, ako kazini pia. Hata malaika wakati waliona ameshuka vita, wakati vita zilikuwa kubwa kule juu Zayuni, na akapigwa vita mpaka akaangusha huko, pia malaika waliona kweli duniani kumeanguka kitu kizito. Lakini nashukuru Mungu sababu ametupa uwezo na nguvu juu ya nguvu zote za yule shimo shetani. Lakini lazima tukae katika maombi. Lazima tukae ndani ya maombi, ama tukiomba kila wakati, ndio tuitishe nguvu mpya, nguvu ya maombi, nguvu ya kuendelea na safari hii, kwa sababu hii safari pia inahitaji nguvu ya kuendelea mbele, kwa sababu changamoto nyingi ambao watu wanapitia, na ndio naona mara mingi zinatuvuta nyuma. Lakini kama tutakesha au kama tutakaa katika maombi kila wakati, Mungu wetu amesema hatutaaibika, kwa sababu atafanya nini? Hatatuaibisha. Na nikasema Mungu wetu ni mwaminifu. Unapomjulisha mambo yako ama haja ya moyo wako ama mahangaiko ya moyoni, yeye ni mwaminifu na hatakubali mambo yako ya kuendea vibaya. Na ndio maandiko inasema, ama tunafunza na dada hapa, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji. Hiyo ni Mathayo 11:12. Tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo hii, ufalme wa mbinguni unashambuliwa vikali, na watu wakali wanajaribu kunyakua kwa nguvu. Amen. Amen. Lazima tushambulie vikali. Wewe mwenye nyai ndio wewe kwa orogo tu. Lazima tupambane. Kwa hivyo uko na jukumu ya kupambana, niko nayo jukumu pia kupambana, kwa sababu ule ufalme hatuwezi kuupata tu hivi. Tena ni vizuri tuelewa kwamba kitu ambao unajitolea jasho pia mtu hawezaye kukitunza. Amen. Lakini hata ukitaka ama wakati umepata ama waweza kununua kitu, umefanya kazi ukapata mshahara ukaenda kununua kitu, huo unakitunza sana, kwa sababu unajua ile gharama ulifanya nini, ulienda. Na ndio hapo tunaambiwa ufalme huu tangu wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo hii, ufalme wa Mungu unashambuliwa vikali na watu, na maandiko inasema unashambuliwa vikali na watu wakali wanajaribu kunyakua kwa nguvu. Kwa hivyo hata nasi pia tuwe mstari wa mbele katika kupambana, ama ndio tuweze kupa ama mambo yetu yaweze kutuendea vizuri. Kwa sababu ndio tunaambiwa maana vita vyetu si vita, wa Efeso 6:12. Tunaambiwa maana vita vyetu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Shetani sio kijana wa juzi.
Mungu ametujalia nguvu zaidi ya ile ya shetani, lakini tunaambiwa pia tukae tukimjulisha Mungu, kwa sababu yeye ndiye anatupigania. Tukae tukimjulisha yale ambayo tunapitia, kwa sababu vita kwa upande wetu vita ni vyake. Kila wakati sisi tunaambiwa ni kupeleka haja ya mioyo yetu, na ndio tunaambiwa tusilale, kwa sababu watu wamelala, tunampa adui nafasi. Tunaambiwa tukeshe, tusilale, kwa sababu tunapolala tunampa adui nafasi. Hebu tuangalie katika Mathayo 13:25 tuone vile mambo ilienda hapo. Kuna mfano mwingine ulipeanwa hapo. Mathayo 13:25. Hapo kuna mfano wa magwani. Yesu akawaambia watu mfano mwingine, ufalme wa mbinguni unafananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Lakini watu wakiwa wamelala, adui yake akaja akapanda magugu kati ya ngano na akaenda zake. Amen. Amen. Tunaona kama tukizembea katika maombi, adui atakuja na afanye nini? Apande magugu. Amen. Amen. Atakuja kutuharibia mambo. Unajua lazima unasaidiwa baraka na Mwenyezi Mungu, lakini usipopigana hiyo vita, shetani akubadilishie. Amen. Amen. Ni vizuri kukesha ama kuikara muda iwite kila wakati. Na kwa sababu Mungu ametufungua. Unajua kuna wakati kuna wakati hapo mbele nilikuwa naambiwa saa 12 ilikuwa saa 3, saa 6, saa 9 na mnaishi ndio. Lakini siku hizi si tulifunguliwa. Halo? Si tuliambiwa sasa ni kila wakati wa kuomba. Ni vizuri. Lakini unapata ya kwamba wakati huo sasa ilikuwa unapambana ikifika muda umeisha. Unakosa kuomba. Kwa sababu ule muda ulikuwa kuomba umefanya nini? Umepita. Kwa sababu ilikuwa kama ni saa 6 ni saa 6. Ukija kufika saa 7 sasa si unaona sasa tupate ndio. Lakini wakati huu uko nafasi ya kuomba asubuhi kila wakati. Mbora au offline. Amen. Tujipeane, tusilale. Kwa sababu wakati tunalala tunampa adui nafasi ya kuja kupanda ama kuharibu kile ambacho ni chema, atubadilishie na kibaya. Wathesalonike wa kwanza 5. Mstari wa 3 mpaka wa 7. Watu watakapokuwa wanasema kila kitu ni shwari na salama, ndipo uharibifu utakapowaangukia ghafla. Amen. Wakati sasa tunasema unajua adui akija, unajua sasa hata mtu ajuangi. Mambo yakiharibika pia mtu afanya nini? Ajuangi. Na ndio ni vizuri kila wakati mwelezee Mungu mambo yako yote na umwachie. Hata kama mambo yataharibika. Unajua kuna nyingine inaharibika beyond repair. Amen. Hata kama mambo yatakuwa mabaya, lakini utapata ule msaada. Kwa sababu Mungu akasema hatutaaibika. Lakini nyinyi ndugu amuko gizani, na siku hiyo haipaswi kuwajieni kavu kama vile mwizi. Hapa sasa nilikuwa nazungumzia kuhusu siku ya Bwana. Nyinyi nyote ni watu mnaoishi katika mwanga, watu wa mchana na si watu wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine, tunapaswa kukesha na kuwa na kiasi. Amen. Wanaolala ulala usiku na walevi ulewa usiku. Sisi tunaambiwa tusilale.
sisi ni watu wa mchana. Tunaambiwa tukeshe, tukae katika maombi kila wakati. Kwa sababu ikiwa umesimama vizuri ama hujasimama, kila wakati unahitaji kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu, umshukuru na pia umwambie ama umuelezee chochote ambacho kinakusumbua. Hebu tutaangalia katika Wafalme wa kwanza 3, First Kings. Wafalme wa kwanza 3 3:16 mpaka 21. Hapa ni Solomon anaamua kesi ngumu. Tasoma. Siku moja wanawake wawili makahaba walikwenda kwa mfalme Solomon. Mmoja wakasema, bwana wangu, mimi na huyu mwenzangu tunakaa nyumba moja. Mimi nilijifungua mtoto wakati huyu dada yumo nyumbani. Siku 3 baadaye huyu naye alijifungua mtoto. Hapa hakuwa na mtu mwingine nyumbani ila sisi wawili. Hiyo nyumba ilikuwa watu wangapi? Wawili na pia na watoto wao. Kisha alafu usiku moja mtoto wake alifariki kwa sababu alimlalia. Kisha akaamuka usiku wa 8 akamchukua mwanangu kutoka kwangu wakati mimi nipo usingizini, akamlaza kifuani pake, alafu akaichukua maiti ya mwanawe akailaza kifuani pangu. Nilipoamka asubuhi na kutaka kumnyonyesha mwanangu, nikakuta mtoto amefariki. Nilipochunguza sana nikagundua kuwa hakuwa mwanangu niliyemzaa. Bwana asifiwe. Amen. Hao ni wanawake wawili ambao walikuwa wamebarikiwa na watoto. Na mmoja mtoto wake akafanya nini? Kafariki. Na wakiwa huyo mwingine kama analala. Amen. Akabandishwa nini? Mtoto. Chunga hata nawe pia usibandishiwe baraka yako. Kwa sababu tunaona huyu alibandishiwa mtoto kama analala na akapewa ule maiti. Na ndio tunaambiwa tusilale kama wengine wamefanya nini? Wamelala. Tukeshe. Usipokesha utabandishiwa baraka. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu wakati mwingine anatubariki ama matuahidi ana baraka. Lakini kwa sababu hatumujulisha ama hatumkumbushi, unaona labda hiyo baraka inachelewa sana, kitambo ifanye nini? Itufikie. Tuchukue nafasi hii pia kumkumbusha, kwa sababu ye hadi zake ni za kweli na ni za kuaminika. Maneno yake ni ya kweli na kusema kweli haiwezi kumrudia bila kutimiza matakwa yake. Lakini unaona inachukua muda. Tukae tukimkumbusha. Hapo tunafundishwa ama ilikuwa tusome tujue ya kwamba tusilale kama wengine wamelala, tusije tukabalishiwa baraka zetu. Kwa sababu tunaona huyu mama sasa alikuwa amebalishiwa mtoto, lakini hapo utasoma baadaye uone vile kulienda. Sasa nataka tuangalie wakati tunapoenda kuomba, tuombe kwa tukiwa na imani. Amen. Kwa sababu naye maombi bila imani pia naye sio maombi. Kwa sababu ukiwa una imani, hata yale ambayo umemjulisha hatafanyika. Lazima pia tuwe na imani tunapoenda kuomba. Nataka tuangalie katika Mark ni 11:22 and 24. Mark 11:22 and 24. Yesu akawaambia, muaminini Mungu na waambieni kweli. Mtu akiambia mlima huu ng'oka ukajitoze baharini, bila kuona mashaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba mambo yote anayosema yanafanyika, atafanyiwa jambo hilo. Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba,
kitu, aminini kwamba mmekipokea nanyi mtapewa. Amen. Sasa hapa tunajulisha kwamba tunapoenda kuomba tuwe na imani kwa Mwenyezi Mungu, tukijua ya kwamba huyu naye ni mwaminifu na kile ambacho tunaenda kuomba hata tumekwisha pewa. Maandiko yanauliza sisi ambao ni wabaya, ikiwa tunajua kupea watoto wetu vitu vizuri, kwa sababu ati unawaambiwa ati mtoto akikutisha mkate utampea nini? Mawe, si ndio? Ama kulisha samaki umpee nyoka. Na je, Mungu wetu, ikiwa sisi ni watu wabaya na tunajua kupea watoto wetu vitu vizuri, je, Mungu wetu? Hivyo ni kumaanisha chochote ambacho huwa tunamuomba tukiwa na imani, yeye huwa anatendea, kwa sababu unajua yeye vitu vyote ni vyake. Amen. Ikiwa tunaomba kwa imani hata tutapewa, ama huwa anatupea. Tunaambiwa tunapoenda mbele zake tuende tukiwa na imani, tutapata ama tumekwisha kipata kile ambacho tumemuomba. Ukisoma katika Yakobo 1:6 and 8, haya maneno pia yamerudiwa hapo. Yakobo ni 1:6 and 8. Lakini anapaswa kuomba kwa imani bila mashaka yeyote. Hapo nyuma nilikuwa nazungumzia ule mtu ambaye ametindikiwa heki, ama ule mtu hana chochote, ama amekosa kitu. Tunaambiwa anapaswa kuomba kwa Mungu. Lakini kama mmoja wenu ametindikiwa hekima, basi anapaswa kumwomba Mungu ambaye atampatia, kwani Mungu wapo wote kwa wingi na kwa ukarimu. Hapo sisi tunaambiwa lakini anapaswa kuomba kwa imani bila mashaka yeyote. Mtu aliye na mashaka ni kama mawimbi ya bahari ambayo usukwa na kutupwa na upepo. Kwa hiyo mtu aliye na mashaka, mwenye nia mbili na asina msimamo katika mwendo wake wote, asidhani ya kwamba atapata chochote kile kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo unapoenda kumjulisha Mungu haja ya moyo wako, kuwa na imani ya kwamba amekwisha kupa ama utapata. Lakini ikiwa utakuwa na mashaka, tunaambiwa aliye na mashaka ni kama mawimbi ya bahari ambao usukumwa na kutupwa na upepo. Yaani kama utakuwa ukiyumba yumba, mguu mmoja iko hapa, mguu mwingine uko hapa, ni kama utapata, huna msimamo. Tunaambiwa asidhani kwamba atapata chochote katika Bwana. Enda ikiwa na moyo roho moja, ukiwa na imani ya kwamba mwenye umeenda kumwelezea yeye ni mwaminifu na atakutendea. Kwa hivyo tuwe na imani tunapopeleka ombi yetu, ama tunapopeleka maombi yetu kwa Baba, kwa sababu yeye huwa anatutimizia ama atatutimizia. Sasa pia tuangalie vizuizi katika maombi, kwa sababu kuna vizuizi katika maombi. Tuangalie moja ni hapo Jacob 4:3. Kwa sababu unaweza kuwa na bidii sana ya kuomba, lakini kuna mambo ambayo ndani yako hayako sawa, kwa sababu maandiko yanasema lazima tuondoe ile dhambi inayotungangania. Amen. Tuondoe uovu. Mungu anasema tusishike kitu najisi ndio tukubalike kuitwa wanawe naye akuwe baba yetu. Kwa hivyo kuna vizuizi nataka tuangalie kwa dakika kidogo sana, yale mambo ambayo pia yanaweza zuia ombi letu lisifike kwa Baba. Kwa sababu tunaona hata ule nani, wakati ule kipofu alipoondolewa uvovu, alisema, kwa sababu walikuwa wamemuuliza maswali mengi, mwisho walisema tunaamini ya kwamba Mungu huwa asikilizi sala za watu wenye dhambi. Huwa anasikiliza maombi ya wale ambao wanatenda mema ama wanatimiza mapenzi yake. Kwa hivyo pia ni vizuri tujue ya kwamba maovu yetu yanaweza kuwa ni chukizo. Maandiko yanasema dhambi zetu zinafanya Mungu akae mbali nasi, hata asiwezi kutusikiliza wakati tunapomuomba ama tunapomlilia. Unaweza kuwa na bidii sana ya kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini hakuna mafanikio. Ni kwa sababu dhambi zako, uovu wako, wewe sio mtu wa kushika. Wewe huishi maisha hadili.
Kwa sababu kwa upande wetu tunasiku kuwa na ile hali ya kuwa na uadilifu ndani yetu. Nataka tuangalie katika Jacob 4:3. Tusikie nasemaje. Tena mnapoomba mpate kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya, mnaomba ili mpate kutoshelesha tamaa zenu. Amen. Sasa hiyo ni njia moja mbaya ya maombi. Ati wewe tu unaomba utosheleshe tu tamaa zako. Uombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Amen. Tunapoomba tunaambiwa tuombe kulingana na mapenzi yake. Na kwa sababu huwa anatusikiza tukiomba kulingana na mapenzi yake, naye atakawe kufanya nini? Kututimizia. Kwa hivyo hiyo ukumbuke sana. Usiombe tu kutosheleza haja yani ama tamaa zako, kwa sababu kwa kuomba hivyo utakuwa umeomba vibaya. Hiyo kitu angalia katika Mark 11:25.